Nafikiri utakuwa umeshtuka kuona title iliyoandikwa hapo, lakini usiwe na shaka, tutakuelezea kwa nini tumeandika hiyo title. Karibu ndani ya Data Sports, mimi ni Hassan Saddam, niko na mwenzangu Alois Sagara. Tutakujuza kwa kina kilichoandikwa kwenye hiyo title unaoisoma hapo juu. Alois Sagara, habari yako? Yes, nzuri kabisa. Mzima kabisa? Yes, Mwenyezi Mungu anasaidia na tumekutana tena kwa mara nyingine. Siku ya Jumapili jana nimekusikana hapa, lakini ukiwa na Florence Lenatus mambo yenu niweza kuyashuhudia. Sasa leo Jumatatu nina energy ya kutosha. Aliniambia nikisema Jumatatu ni ya mapambano nazoa taharuki, kwa hiyo aliniambia leo kusema Florence. Ni ya mapambano shehe. Alisema ni siku ya kazi, tukisema mapambano tumezoa taharuki. Naam, karibu ndani ya Data Sports, unaonekana Alois Sagara baada ya salamu yake nzuri kabisa ya weekend. Ilikuwa weekend nzuri, ni Jumatatu nyingine ya kuendelea na kazi, sio mapambano. Tumeanza vizuri, nafikiri mtu atakuwa anashtuka kuona kichwa cha habari kilichoandikwa hapo juu, lakini tunataka tumuelezee vizuri kwa kina. Taarifa inatoka mitaa ya Twiga na Jangwani ambako ndo maskani makuu ya Young Africans katika mchezo wa 095, mchezo uliohusisha Yanga dhidi ya Fountain Gate katika uwanja wa KMC majira ya saa 10 kamili. Mchezo ulichezwa kwa Young Africans akiibuka na ushindi wa goli 2-1, lakini kuna tukio ambalo limetusababisha sisi kukaa hapa katika kamera hizi za Data Sports kumjulisha, na ndo maana tumeandika kile kichwa. Mtu anaweza kana shtuka akisoma ile headline ya title ya hii kazi akawa anashtuka. Yanga walishinda kwa mabao 2-0. Yes, kwa maana ya Prince Dube kwa penalti na Pacome Zouzoua penalti ambayo una story yake. Ndio. Tuanze leo. Kamati ya sheria au utasema ni kamati ya masaa 72 imeweza kutoa takwimu. Wao wanafanya review ya mechi zote zilizochezwa kwa huo mzunguko, alafu baadaye wanaachia ripoti. Miongoni mwa ripoti zilizotoka ni baadhi ya wachezaji wamefungiwa, akiwemo Vitalis Mayanga aweza kufungiwa mechi 5 na fine kadhaa. Lakini historia yetu kubwa inatoka mitaa Twiga na Jangwani ambako ndipo tukio la penalti limeweza kusababisha muamuzi wa katikati aliweza sasa kuchezesha mchezo wa Young African dhidi ya Fountain Gate kufungiwa. Hapa namzungumzia Ahmad Simba. Hiyo ndo taarifa ambayo tumemletea mtazamaji wa Data Sports baada ya kuichambua kwa ukinifu na kuitafutia umakini wake, ndipo tunaimletea kwa uchambuzi sahihi. Ahmad Simba. Kwa hiyo Simba afungiwa kisa Yanga. Kwa sababu penalti ambayo aliitoa kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate ndo ambayo imemletea mazongezonge ya yeye kufungiwa. Wakisema pale wameandika vizuri, ukisoma vizuri kabisa kikanuni nasema kwamba Ahmad Simba amefungiwa kwa kushindwa kutekeleza sheria za kikanuni, akiwanufaisha Yanga kwa kuwapa mkwaju wa penalty ambao haukuwa sahihi. Wameeleza vizuri pale ukisoma kile kifungu cha huo mchezo 095, mechi ya Yanga na Coastal Union na Fountain Gate ambao Yanga alikuwa mwenyeji wa mchezo katika dimba la KMC. Wameandika vizuri kabisa, wameweka vizuri kabisa kumuelezea mtazamaji. Mwamuzi Ahmad Simba ameshindwa kutafsiri sheria 17 za soka. Mjadala wetu tunaanzia hapo. Hili sio mara ya kwanza kutokea kwa hivi vilabu viwili vikubwa, Simba na Yanga. Tuna scenario ambazo tuna vitu ambavyo vimetokea nyuma, tunaanza tukurudisha. Kuna matokeo mengine yamefanyika baadaye yamekuja kuonekana halikuwa sahihi, likafutwa. Kama unakumbuka vizuri. Na kuleleti hiyo niweze pia kutumia mchezo mwingine ambao ni wa timu kubwa. Simba dhidi ya Namungo ambao ulichezwa mwezi Februari tarehe 19 mwaka 2025. Mwaka huu mwezi wa pili. Mechi ilikuwa ngumu sana. Simba alikuwa ugenini kama unakumbuka. Zimeanza dakika ya kwanza, mchezo umeenda, ilikuwa tough game. Njoo nije. Kama unavyoelewa tabia ya timu ndogo, huwa wanaopt sana kujilinda, lakini kwa Namungo alikuwa anashambulia kwa matukio kama ilivyo kwa kawaida, kwamba alichagua kwa timu ya pili kiwanjani. Sasa mchezo jinsi ulivyokuwa unaenda ni mchezo ambao ulionyesha kwamba umebalance kwa Namungo pamoja na Simba. Lakini ilipofika dakika ya 35 ya mchezo, mwamuzi Jafet Smart alitoa kadi nyekundu kwa mlinzi wa Namungo ambaye ni Derrick Mkombozi. Wakabaki pungufu kiwanjani. Dakika 10 baadaye Simba anapata mkwaju wa penalti. Kama unakumbuka anafunga Jinshazi kwa maana dakika 45 kipindi cha kwanza. Wamerejea kipindi cha pili wakiwa pungufu, ndio tukaona mchezo ukaegemea zaidi kwa upande wa Simba, akautawala na kupata mabao 2. Kama unakumbuka dakika 72 alifunga tena Jinshazi bao la pili. Dakika ya 90 kwenye 5 za nyongeza Dese Mukwala Steven akafunga bao la 3. Dakika 90 zinatamatika, mnyama ameibuka na ushindi wa mabao 3-0. Lakini story kubwa ilikuwa ni tukio la kadi nyekundu ambalo
mwamuzi Jafet Smart alilifanya kiwanjani kwa kumuonyesha Derrick Mkombozi. Ndio. Mwisho wa siku kamati ya masaa 72 ilikuja nje ikatoa taarifa ya kwamba mwamuzi alifanya tukio lile kwa kushindwa kutafsiri sheria 17 za soka, hivyo kadi nyekundu ya Derrick Mkombozi imefutwa. Sijui unaelewa? Naelewa vizuri. Maamuzi yamefanyika, mchezo ukiwa ni balance 50 kwa 50, mkubwa akapewa favor. Mimi nasema ni kupewa favor kwa sababu mwamuzi tukio alilofanya kuonyesha kadi nyekundu halikuwa tukio sahihi, si ndio? Tunarudi sasa kwenye mchezo wa Yanga dhidi ya Fountain Gate ambao tunamuonesha hapo mtazamaji wa Dada Sports aweze kuona kwa picha mjongeo vizuri hilo tukio lilivyokuwa mpaka mwamuzi Ahmad Simba anaamua mkwaju wa penalty. Sasa ile scenario ya Simba na Namungo iweke kichwani, alafu tunakuja kwenye scenario ya Yanga ya juzi ambayo imempelekea mwamuzi Ahmad Simba kuweza kufungiwa. Ndio. Yanga na Fountain ilikuwa ni game pia ambayo ni tough sana. Ndio. Game imekuja kubadilika baada ya Yanga kupewa penalti ambayo haikuwa penalti sahihi kulingana na kamati ya masaa 72, lakini pia hata wachambuzi tulitazama mara mbili, mara tatu kurejea tukio lile kwa engo tofauti. Ni kama kweli kulikuwa kuna ukosefu wa kutafsiri sheria kwa mwamuzi Ahmad Simba. Akatoa penalti ambayo ilikuja kuwagalaliza zaidi Fountain Gate na ikapelekea tena kupoteza kwa bao, kuruhusu bao jingine la pili na kupoteza mchezo kwa jumla mabao 2-0. Sasa matukio kama haya yanatokea wakati ambao timu kubwa ziko kwenye nyakati ngumu. Ule mchezo wa Simba na Namungo uliopigwa Februari 19 mwaka huu, kabla ya kadi nyekundu, ni mchezo ambao ulikuwa ni 50 kwa 50. Kwenye mchezo wa Yanga dhidi ya Fountain Gate, kabla ya kupatikana kwa mkwaju wa penalti na Yanga kutangulia mbele kwa faida ya bao moja, ni mchezo uliokuwa unaonekana bado mizani imebalance. Kwa na gap kubwa sana baina ya Yanga na Fountain Gate. Sijui unaelewa? Swali la kujiuliza ni kwa nini hivi vilabu vikubwa kwa maana ya Simba, Yanga wanapokutana na tough opponent, mpinzani mgumu, na mechi ikaonekana kuwa ngumu, yanatokea maamuzi ambayo wakati mwingine yanabaki vinywa wazi, na hata kamati ya masaa 72 inapokuja hadharani kwa maana ya kureview na kuja kutoa statement ya mchezo husika, inakuja kuonesha kwamba mwamuzi alifanya tukio ambalo alishinda kutafsiri sheria 17 za soka. Ni kwa nini? Swali la kujiuliza sasa, ni kwa nini matukio ya namna hiyo yanatokea kwa vilabu vikubwa pekee vinakuwa favored? Sio kwamba michezo mingine kwamba Namungo na JKT hakuna, au Namungo na Singida Black Stars hakuna. No, yanakuwepo, lakini ni kwa nini kwa hawa wakubwa imekuwa ni mara kwa mara na kamati inatoka nje inajiridhisha na inatoa adhabu? Tumekuja kuangalia, tulikuwa tunaangalia scenario ya Simba na Namungo kama case study ya huu mfano. Lakini ipo mifano mingi hapo katika ligi kuu yetu ya Tanzania ambao waamuzi wanafanya maamuzi chini ya kiwango. Mfano angalia mechi ya Mbeya City na Yanga, kama unaikumbuka sare. Mwamuzi naye alifungiwa. Kuna baadhi ya makosa aliyafanya katika mchezo. Tazama mchezo wa Simba jana, Simba na Azam jana. Kuna namna mwamuzi anachezesha mechi, unaona kabisa kuna sema anafika mchezo umemshinda, anaanza kuamua vitu ambavyo sio sahihi uwanjani. Nimejaribu kufuatilia mechi. Angalia kuna namna mkubwa anapewa penalti ambazo sizo halali kama umeweza kushuhudia. Rudia mechi, ilikuwa ni mechi msimu uliopita, meza nikafanya scenario msimu uliopita, kiachana na msimu huu. Msimu uliopita Simba dhidi ya JKT Tanzania kama unakumbuka. Shomari Kapombe anaingia kwenye 18 ile. Kidogo tu aliguswa, alikuwa na ile direct contact ya nguvu ambayo unaweza kusema hapa kuna mtu kaguswa kweli. Mwamuzi akatenga tuta. Simba anapata goli moja kama unalikumbuka vizuri. Nenda mechi na Black Star ambayo mechi ilichezwa nafikiri Lindi kama Liti Singida. Simba na Singida Black Star. Very tough game kama unaikumbuka vizuri. Nakumbuka. Mwisho wa siku Simba anaibuka na hivi alipata alama sare. If I'm not mistaken sare au ushindi wa goli moja. Lakini anaupata dakika za jioni baada ya maamuzi fulani kuwa ametendeka ndani ya kiwanja. Vilabu hivi viwili vimekuwa vikinufaika sana endapo waamuzi wanachezesha hizi mechi zao. Kumekuwa watu wengine wanaenda mbali wakisema kwamba kuna honga zinatembea. Sina ushahidi halisi wa kuomba kumhakikishia mtu kwamba labda kuna mtu anaonga mechi labda nani. Sina uthibitisho huo haupo, ila unanukuu maneno baadhi ya viongozi wa hivi vilabu wenyewe, mashabiki. Mechi zinanunuliwa viwanjani. Tunaendelea kushuhudia. Leo ukipitia sheria ya kamati imetoa ya bodi ya ligi imetoa hukumu mbalimbali kutokana na hii michezo iliyochezwa ya ligi kuu Tanzania. Wameorodhesha kila mtu amefungiwa katika hii mizunguko iliyofanyaje iliyopita.
Ukipitia unasema ndio. Kuna Victorless Mayanja namzungumzia wa Mbeya City. Victorless Mayanga. Yes, Victorless Mayanga. Mechi ya Simba na Mbeya City. Generali pale Meja Generali Samuyo. Anafanya direct kabisa, unaona kabisa mtu ana mpira na umiliki mpira lakini anaamua anaenda kumpiga kiwiko mchezaji mwenzake. Leo anaamuliwa kufungiwa mechi 5 na faini juu yake. Muda mwingi kuna wakati nilikuja kusema sometimes hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga swala la kuwapiga faini sio shida zao. Yes, unajua ni pengine labda waiongezee sheria, waiongezee meno zaidi kwa sababu unapoiambia Simba ilipe milioni 1, ndio Yanga alipe milioni 3, milioni 5, hiyo ni pesa ambayo haiwasumbui na haiwatikisi hata kidogo. Na ndio maana tumekuwa tukishuhudia hasa kwenye michezo mikubwa inayokutana wao kwa maana Simba na Yanga ndani ya Kariakoo. Ni mara ngapi adhabu zimekuwa zikitoka kwa vilabu hivi viwili kutokupita kwenye milango rasmi. Wanapita milango wanayojua wao, wanatozwa fine. Ni kwa sababu kwa nini tukio kama hilo au matukio kama hayo yanakuwa yanajirudia mara kwa mara? Ni kwa sababu faini ambayo wanatozwa ni ndogo. Mtu anafanya makusudi, anajua kiwango ambacho nitatakiwa kukilipa kama faini kiko ndani ya uwezo wangu. Leo hii wangekuwa wanatozwa milioni 700, sidhani kama kungekuwa kunafanyika na vitendo vile kwa kujirudia mara kwa mara. Sasa tunarudi kwenye engo ya waamuzi ambao ndio imetuweka hapa. Ni kwa nini wanafanya maamuzi mabovu zaidi pale timu kubwa inapoonekana imekutana na mpinzani ambaye ni mgumu zaidi? Kwanza hebu tuangalie jinsi ambavyo umezungumza kwamba kuna baadhi ya watu washatoka nje na kuzungumza kuhusu uwepo wa viashiria vya kwamba kuna rushwa zinatembea ndani ya kwa waamuzi. Huwezi kulizungumza kwa sababu unakuwa huna ushahidi halisi. Ndio maana nitaka tu nikurudishe msimu uliopita mechi ya Simba na Fountain Gate kama unaikumbuka. Fountain Gate Manyara kule Babati kama unaikumbuka. Ile mechi ilitoka kwa sare ya 1-1 ambako Lada Kichasamba alijifunga goli kama unaikumbuka vizuri hiyo scenario. Ile mechi ziliongezwa mpaka dakika 9 hadi 10. Ule mchezo uliisha dakika 105. Sio, tunaelewa dakika 105 kwenye dakika 90. Lakini ukitazama kwenye progress ya muda uliocheleweshwa, siamini kama muda ulicheleweshwa kiasi kile. Ni kwamba mtu alikuwa anatafutiwa mazingira ya kupata matokeo rafiki kiwanjani. Kuna red card ilitoka kama unakumbuka ya goalkeeper. Lakini watu wakati wanatafsiri red card, ukirudi kabisa kwenye sheria unaona kwamba red card haikustahili. Lakini red card ilitoka. Baadaye masaa 72 akakaa akatoa adhabu zao, biashara ikaisha ikafungwa. Unajua Sadam, ni kwamba ili kupunguza matatizo kama haya ambayo kila siku tumekuwa tukiyashuhudia akijirudia mara kwa mara, ni vitendo endelevu kwenye soka letu, tunapaswa kwanza hawa waamuzi wenyewe kwanza tuwachunguze. Kwanza tuanze wanapatikana vipi? Upatikanaji wao upoje? Anakuja mpaka tunamshuhudia anapewa kipyenga kusimamia mchezo wa ligi kuu wa juu kabisa kwenye ligi yetu kimashindano, kwamba ligi kuu amefikia hiyo level. Huku chini amepita kwenye mazingira yapi mpaka anakuja kufika hapa juu? Sijui unaelewa. Lakini pia turudi tuangalie kwenye kazi zao za ziada. Inabidi tufikie huko kwa sababu kama yanatajwa mazingira ya uwepo wa rushwa, tunapaswa tuwe na waamuzi ambao tunajua wanafanya kazi ambazo zinawaingizia kipato, wasitegemea 100% kutoka kwenye mchezo wa soka, kwamba mimi nitakwenda kusimamia mchezo wa Yanga na Fountain Gate, portion nitakayoipata pale ndio nitaendesha maisha yangu ya siku zote. Sijui unaelewa. Huyo mtu angekuwa ni mtumishi mahali anaingiza kipato cha kwake, japo rushwa wakati mwingine pia haijarishi mtu anapata kiasi gani. Maana tumeshuhudia hata watu wenye vipato vikubwa zaidi bado wanafanya vitendo vya rushwa. Kwa hiyo ninabaki kwa mtu mwenyewe juu ya kusimamia misingi ya kazi yake. Sijui unaelewa, kwenye utekelezaji wa majukumu yake. Lakini kitu kingine pia unajiuliza, hawa waamuzi kuna baadhi ya michezo wamekuwa wanapewa maelekezo kwa maneno yaliyopo. Kuna maamuzi mmoja nishaye kumsikia anasema, yani kuna kuwa ile kamati ya maamuzi haiko huru, haina uhuru wa kumpanga mwamuzi fulani achezeshe mchezo fulani na huyu achezeshe mchezo fulani. Kuna baadhi ya waamuzi tumekuwa tukiwashuhudia anachezesha michezo ya klabu moja, michezo 6. Ukija kuangalia toto kwa msimu mzima, mwamuzi kachezesha michezo zaidi ya 10 ya klabu moja. Unajiuliza, je, ni utaratibu upi ambao unatumika kupanga waamuzi hawa kwenye coefficient michezo? Sijui unaelewa. Na waamuzi ambao anachezesha mchezo, let's say michezo 10 ya timu fulani, humkuti akichezesha michezo ya timu nyingine. Unagundua kwamba maybe ndani ya kamati ya waamuzi hakuna uhuru, kwamba wanaingiliwa kwenye ufanyaji wa kazi zao. Wanaamua huyu achezeshe mechi A,
huyu achezeshe mechi B. Sasa haya matukio tunayotokea tusiwadondoshe lawama tu hao waamuzi wenyewe. Pengine kuna makando mengi sana ambayo mwisho wa siku yanakuja kuwachafulia wao. Tumeshuhudia hivi juzi tunaendea michuano ya AFCON. Tumeshuhudia majina ya waamuzi yametoka. Hapo kwenye listi hatuna muamuzi hata mmoja. Je, ni kipi ambacho kinatukwamisha waamuzi wetu? Tunasema kama ni ligi nambari 5 kwa ubora Afrika. Ni kwa nini tunashindwa? Kama tumeproduce best teams, tumeproduce best players kutoka kwenye ligi yetu, ni kwa nini tumeshindwa kuproduce best referees kutoka kwenye ligi yetu, ili hali ligi yetu ni ligi namba 5? Tunazidiwa na Kenya ambayo hata ligi namba 10 haipo. Wanaye pale mwamuzi anaitwa Peter Waweru. Na hata jana kachezesha mchezo, nilikuwa naangalia Mashemeji Derby. Walikuwa anacheza Sofapaka na Gor Mahia. Amechezesha, ni mmoja wa waamuzi wazuri sana ambao ukimtazama yeye na mwamuzi wetu ambaye tunasema ni bora sana kwa sasa nchini Tanzania, Ahmed Arajiga, hawajapishana mbali. Ambayo ipo kwenye hata tuzo yake. Hawajapishana mbali. Sasa swali la kujiuliza, kama tuna ligi nambari 5 kwa ubora, ni kwa nini tumeshindwa kutoa walau hata mwamuzi mmoja ambaye atahusika kwenye michuano ya AFCON? Tunaendelea kuzungumza makosa ya waamuzi katika swala zima la kuamua au kungamua sheria 17 za mpira kiwanjani. Hizi ndo zinaleta mada, hizi ndo zinatengeneza magoli. Uwanja wa comment uko wazi na wewe unaruhusiwa kuchangia. Wapi unaona waamuzi wanafanya mambo sio sahihi na kipi kifanyike, unaruhusiwa kuandika hapo chini. Tunaendelea kuzungumza vizuri. Tuangalie scenario msimu 2025 msimu ulioisha. Mechi ya kwanza ya Simba na Yanga alichezesha Ramadhan Kayoko, kama unaikumbuka. Kwa maana ngao ya jamii au mechi ya kwanza kukutana kwenye mechi ya kwanza ya ligi. Anakumbuka Chama Klatus ndo anaiamua hiyo mechi. Gola anajifunga, nafikiri Kijiri anaimalizia ndani, kama unaikumbuka vizuri. Tunaanzia pale mwamuzi alipotoka alifungiwa kutokana kwamba kuna makosa, kuna vitu alishindwa kuamua. Alishindwa kuamua red, alishindwa kuamua penalty 3 za klabu ya Simba ambazo zilikuwa sahihi wala hasikuhitaji. Sasa tuna ambao sasa tumetafuta chaka la kujiweka waamuzi kwa weka, tunasema kwamba ni makosa ya kibinadamu. Ndio saizi eneo ambalo tumekuja kujiweka, na watu wanakuja wengine wanaongeza wanasema pengine wapewe msaada wa VAR. Kitu ambacho mimi ninakipinga, nitakielezea hapa baadaye. Tunaendelea kuzungumza. Baada ya hapa alifungiwa, kama unakumbuka vizuri. Kayoko alifungiwa sijihusishe na mpira. Baadaye amerudi, tumemwona amerudi tena uwanjani baada ya miezi yake kuisha. Tunarudi, imekuwa hii system ya hivi vilabu vya Simba na Yanga kuwafungia waamuzi wengi. Kama umefuatilia trending yao, Simba na Yanga wameweza kuwafungia waamuzi wengi Tanzania baada ya mechi zao kuisha. Wamekuwa na maamuzi ambayo pengine kwenye timu ndogo kuna maamuzi mengine yanafanyika lakini hayatazamwi sana. Sometimes nikasema inapokuja na media nao kuna namna inatunyima nafasi, inazinyima nafasi vilabu vingine, kwa sababu kuna matukio mengine yanafanyika kwenye timu ndogo lakini hayazungumzwi. Sasa yale yanalimwa coverage kubwa kwa sababu ya ukubwa wa vilabu ambavyo vinahusika, kwamba anapozungumziwa Simba, anapozungumziwa Yanga, lazima jambo lake litakuwa ni kubwa zaidi. Umezungumzia kwamba matatizo ya kibinadamu. Of course, ndio chaka letu sasa tunajifungia. Sasa hatupaswi kuenenda vile. Sheria 17 zipo, haiwezekani wewe kila siku unarejea tatizo lile na unajitetea kwa matatizo ya kibinadamu. Wakati tunasema matatizo ya kibinadamu, kuna timu imekosa ubingwa hapo. Kuna timu imekosa nafasi ya kushiriki klabu bingwa Afrika. Mwingine ameshuka daraja. Kuna timu imeshindwa kushiriki kombe la shirikisho. Kwa hiyo unapokuja matatizo ya kibinadamu ya kwako wewe, kuna timu imepoteza vitu vingi zaidi kuliko tatizo lako moja la kibinadamu ambalo umelifanya mchezoni. Sasa kuna wengine wanakuja na hoja kwamba waweke VAR. Nadhani ilipaswa kutumika msimu huu, ila kuna mambo hayajaenda sawa, wamesogeza tena mbele, utaratibu unafanyika kwa sababu uwezo ukaweka VAR Chamazi, Taifa, KMC Complex, alafu tukaenda kucheza Manungu Tuliani Morogoro, hakuna VAR. Ukienda CCM Kirumba Mwanza, hakuna VAR. Kwa hiyo inabidi iwe ni standard ambao ni level moja. Kila uwanja ambao unatumika kwenye michezo ya ligi kuu kuwe na VAR. Kwa hiyo inahitaji muda kidogo, inahitaji uwekezaji mkubwa, si mdogo. Hata VAR ingekuepo, kitu ambacho ninakuhakikishia Hassan Saddam, kwanza tutambue jukumu kubwa la VAR, video assistant referee. Ni lipi? Jukumu la VAR ni kumsaidia mwamuzi kwenda kujiridhisha na kufanya maamuzi sahihi kutokana na tukio ambalo atalirejea zaidi ya mara moja na kufanya maamuzi sahihi. Sasa kama mtu atafanya marejeo, and then kama ana mapenzi binafsi au kuna kitu ambacho kinampa msukumo kufanya maamuzi yasiyokuwa sahihi, bado atafanya, kwa sababu referee ndio mwamuzi wa mwisho. Tunarudi scenario ya mwisho, nataka nimalizie mechi ya Simba na RC ni Stellenbosch, kama Stellenbosch.
hapa Benini Amani Complex visiwani Zanzibar. Kuna namna wakati mwamuzi anafanya ile maamuzi ya kulikubali goli, kama yeye hakukubali hivi lakini alilazimika tu akubali aweke. Yaani kuna namna ukiona wakati anatoka kuitazama VAR anarudi ni kweli, yani anaamua ni bado ana mgogoro wa nafsi. Ana mgogoro wa nafsi ile ni niweke nisiweke. Ila mwisho wa siku akaweka. Kwa hiyo ndio tunasema kwamba VAR nayo inabidi itumike. Hata wewe unaruhusiwa kujadili nasi hapa katika mdara wote ambao tulikuwa nao. Waamuzi wamekuwa na makosa mengi ambao wanayafanya ndani ya ligi kuu wakisingizia chaka la makosa ya kibinadamu. Ni sahihi tuendelee na kwamba makosa yatakayofanyika ndani ya kiwanja tusingizie chaka la kibinadamu au nini kitumike? Unaruhusiwa kudondosha comment yako hapo chini. Tunakushukuru wewe ule tutazama kuanzia mwanzo mwisho. Hopefully natumaini tumekujibu vizuri kabisa kichwa tulichokiandika hapo juu kwa maelezo. Tufikie tumejitosheleza kabisa, lakini kama una mengine na unaruhusiwa kuweka. Alisimamia kazi nzima hii na si mwingine ni Mr. Paco. Kwa wakati mwingine bye.